لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ndugu yangu mtazamaji wa Africa TV, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu ndugu yangu mtazamaji katika mfululizo wa vipindi hivi vya ibada ya hija, ikiwa ni sehemu ya kukumbushana kwa wale ambao wamepata fursa na kutia nia ya kuweza kwenda kutekeleza ibada ya hija, lakini hata wale ambao bado pia wanao wajikumbushe hizi ahkam, kwa sababu ni hukumu muhimu ambazo Muislamu anatakiwa kuzifahamu, kwa maana kwamba huwezi kujua ni lini Allah amekupangia kuitikia wito wake. Unaweza ukasema kwamba safari hii nimeshakosa, ukashtuka ghafla tu unaambiwa lete pasipoti yako, mambo yamekaa sawa. Kwa hiyo Muislamu unatakiwa kila wakati iwe umejiandaa. Kwa hiyo vipindi hivi vinakuja kutukumbusha hizi sheria na ahkam za mambo ya hija ili tuweze kuzifahamu. Ndugu yangu, katika iman, jambo la kwanza kabisa ambalo tunatakiwa tulijua ni kuhusiana na nini maana ya hija. Neno hija ni neno ambalo Waislamu wamelizoea, likisemwa kila mmoja analifahamu, lakini hija haina maana moja kwa watu wote. Kwa mfano, neno hija kwa katika lugha ya Kiswahili, kila mmoja ana tafsiri yake ya neno hija. Watu wa dini mbalimbali wanalo neno hija. Sasa hija ile wanaosema wao ndio sawasawa na hija hii ambayo Waislamu wanasema? Hapana. Hija ya Waislamu ina maana maalum. Kwa ufupi, hija katika Uislamu ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya vitendo maalum katika wakati maalum katika eneo maalum kwa watu maalum kwa kufuata maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndiyo hija. Kwa sababu gani tunatoa maana hii? Kwa sababu kuna baadhi ya watu wanatafsiri baadhi ya vitendo vya hija kama vile ni vitendo ambavyo vimetoka nje ya ibada. Lakini ufahamu Muislamu kwamba kila unachokifanya hija, maana yake kimeelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kama kimeelekezwa, basi maana yake hapo wewe unatekeleza ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hicho unachokifanya hakihusiani na hicho ambacho kiko mbele yako. Kwa sababu gani tunasema maneno haya? Kuna baadhi ya watu wanajaribu kuwatia hila Waislamu kwamba Waislamu wanaabudu jiwe. Kuna jumba huko wanalizunguka, kuna jiwe sijui wanalibusu. Sasa wao wanahisi kwamba Waislamu wanaabudu jiwe au wanaabudu ile nyumba kwa kuizunguka. Hapana. Waislamu wanafanya yote haya wanaoyafanya, ikiwa ni kuizunguka Al-Kaaba, kama ni kubusu Hajar al-Aswad, yote haya wanayafanya kwa kufuata maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo wameyapokea kutoka kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kila Muislamu anachokifanya katika ibada ya hija, hivi ni vitendo ambavyo vimefundishwa tuvifanye tukiwa tunatekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ndiyo kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hija katika Uislamu ni kufanya vitendo, ni kumwabudu Allah kwa kufanya vitendo maalum katika wakati maalum, katika eneo maalum, kwa watu maalum, kwa kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Halafu kuna neno jingine ambalo linaambatana na hija siku zote, umra. Umra nayo maana yake ni nini? Umra katika Uislamu ni kukusudia nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ya Masjid al-Haram, kwa kukusudia kuitembelea
na kuitembelea huku nao vile vile kwa kufanya vitendo maalum. Yani unaenda kuitembelea Al-Kaaba kwa kufanya vitendo maalum ambavyo umeagizwa au umeelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambavyo vitendo vyenyewe kwanza tunaizunguka Al-Kaaba, tunafanya sa'i, tunatembea Safa na Marwa, tunanyoa ama kupunguza nywele zetu. Hivyo ndio vitendo vya umra ambavyo vitendo maalum tunavifanya pale tunapotia nia ya kuizuru na kuitembelea Baitullahi al-Haram au Masjid al-Haram. Hukumu ya vitu viwili hivi, hija na umra, nini hukumu yake? Tukisema nini hukumu yake inamaanisha nini? Katika sheria ya Uislamu kuna vitu vitano ambavyo vitu hivi vinaitwa hukumu za kisheria. Maana yake hizi ni kwamba jambo lolote analolifanya Muislamu au kwa ujumla analolifanya mwanadamu linaingia sehemu moja katika sehemu tano hizi. Na haya mambo matano ndio nafasi ya matendo anayoyafanya mja katika hii dunia. Kila tendo unalolifanya lina nafasi yake. Sasa mambo yenyewe, tuna jambo linaitwa wajib. Wajib ni jambo la lazima, au farad ni jambo la lazima ambalo Muislamu anatakiwa kulifanya, na akitekeleza amri hiyo atapata thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na akiacha atapata madhambi na atakwenda kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kama hatofanya tauba. Hukumu ya pili ni haram. Haram ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza, na jambo hili mtu akiliacha kwa kufuata maagizo au kwa kujichunga kufanya hayo makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, atapata thawabu kwa kuacha kitu ambacho amekatazwa na Mola wake. Lakini akikifanya atapata madhambi na atakwenda kuadhibiwa kama hatotubia. Hukumu ya nne ni sunna. Sunna ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam au Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wameliamrisha, lakini amri yenyewe siyo ya lazima, kiasi ambacho kama kuna kahiari kidogo, ukilifanya jambo hili unapata thawabu, lakini ukiliacha hupati dhambi. Halafu kuna makruhu, hukumu ya nne. Hii ndio ya nne. Jambo la makruhu ni ile jambo ambalo limekatazwa na Allah na mtume wake. Mtu akilifanya hapati madhambi, lakini akiliacha atapata thawabu kwa kufuata maelekezo. Jambo la tano ni jambo ambalo watu wamekhiarishwa kufanya na kuacha, mko huru. Ukitaka utafanya, ukitaka unaacha, na hakuna atakaye kulaumu. Kama vile kula, kulala, hii mambo inaitwa mubah. Mubah ni jambo ambalo mtu ameruhusiwa kufanya, akilifanya ni kawaida tu, apate dhambi wala apate thawabu, na akiliacha apate dhambi wala apate thawabu. Lakini jambo hili la mubaha unaweza ukapata thawabu na unaweza ukapata dhambi kulingana na nia yako, umelifanya kwa ajili gani. Yale mengine hukumu yake iko moja kwa moja. Ukifanya jambo ambalo limeharamishwa, hatutaangalia nia, moja kwa moja utapata madhambi. Ukifanya jambo au ukiacha jambo ambalo umeamrishwa, moja kwa moja utapata madhambi. Lakini kwenye mubaha ukifanya, itaangaliwa nia yako. Nia yako ulikuwa unakusudia nini? Unaweza ukapata thawabu ama ikabaki vile vile kawaida, huna madhambi wala huna thawabu. Unaweza ukapata dhambi kulingana na nia yako, ama ukabaki katika hali ya kawaida bila dhambi wala thawabu. Kwa hiyo hija inaingia, hija na umra zote mbili zinaingia kwenye kipengele cha kwanza cha wajib, cha faradhi. Isipokuwa faradhi hii na wajibu huu umewekewa vigezo, na kigezo kikubwa ni mtu kuwa na uwezo wa kuweza kuitekeleza. Uwezo wa kuitekeleza hija una vipengele kadhaa. Kwanza, kuna uwezo wa kimali.
kwamba unao uwezo wa mali inayoweza kukusafirisha kutoka ulipo mpaka kufika kule zinakotekelezwa ibada hizi mbili za hija na umra. Uwezo wa mali, uwe na uwezo wa mali. Unaweza kusafiri, unapata chakula, na huko watoto wako nao vile vile wanaishi, kama una mambo mengine ya lazima yanakwenda. Hapo wewe tayari unaambiwa una uwezo wa kifedha. Kwa hiyo kuna wajibu umekushika. Lakini kuwa na uwezo tu wa kifedha haitoshi kulazimisha wewe sasa lazima uende Maka. Inawezekana ukawa una uwezo wa kifedha lakini huna uwezo wa kimwili. Mgonjwa mtu. Ugonjwa uko wa aina mbili. Kuna ugonjwa ambao unatarajiwa kupona na kuna ugonjwa ambao hautarajiwi kupona. Kama ni ugonjwa unaotarajiwa kupona, basi utasubiriwa mpaka upone. Wewe hupati dhambi kwa kuacha kwenda hija kwa sababu mgonjwa, unasubiriwa mpaka upone. Ukishapona, wajibu unarudi tena, unawajibika kwenda hija kama wakati umefika, kwa sababu kama tumesema ni wakati maalum, sio kila wakati. Ugonjwa ukiwa si wa kupona, yani umeambiwa kwamba huo ugonjwa unao na utakufa nao, na ugonjwa wenyewe unakuzuia kuweza kusafiri kwenda Maka, basi wewe unaweza ukafanya hija kupitia mali yako, kumtafuta mtu ukampa akaenda kukutekelezea hija yako kwa masharti yake ambayo yametajwa katika sheria. Kwa hiyo huu ni ndio wajibu wa hija ambao umeambatanishwa na vigezo hivyo. Lakini pia kuna kigezo kingine ambacho wanachuoni wanakizungumza, nacho ni kwa upande wa mwanamke. Mwanamke ili awe na wajibu wa kwenda hija, awe na uwezo wa mali, awe na uwezo wa mwili, kwa maana afya yake inaruhusu, lakini pia awe na uwezo wa kuongozana na mahramu wake. Ima aende na mumewe, aende na mtoto wake, aende na babake, aende na mjomba wake, wale wote ambao hawawezi kumuoa kisheria. Akiwa uwezo wa pesa ya yeye mwenyewe kusafiri anao, uwezo wa mwili yeye mwenyewe kusafiri anao, lakini hana uwezo wa kupata kuweza kumsafirisha mtu, basi baadhi ya wanaochuoni wanasema huyu mama hapo atakuwa hana wajibu na atasubiri mpaka atakapopata uwezo wa kumsafirisha mahram. Lakini baadhi ya wanaochuoni wanasema kwamba kama mama huyu atapata kundi la kina mama wenzake waaminifu ambao wanasafiri kwenda hija kwa pamoja, basi anaweza kusafiri kwenda na hao kina mama wenzake hija hata kama hana mahram. Hili ni swala ambalo linahusiana na uwezo. Baada ya kuona hukumu ya hija na vigezo vyake, sasa tuangalie kuna masharti gani ambayo yanatakiwa yakamilike ili mtu aambiwe kwamba wewe sasa una wajibu wa kwenda kufanya hija. Katika mazungumzo yetu ya nyuma tumeshagusa baadhi ya vitu, lakini tutavitaja sasa hivi kwa mpangilio mzuri. Jambo la kwanza ambalo litaleta wajibu kwa mtu wa kwenda hija kwanza ni Uislamu. Kwa maana kwamba hata kama mtu atakuwa na vigezo vyote lakini sio Muislamu, huyu hana wajibu wa kwenda hija, na hata akienda atakuwa hana hija na wala hataruhusiwa kuingia. Akijificha akaingia kinyemela nyemela, basi ataingia tu, atakuwa amekwenda kutalii. Lakini sharti la pili, mtu anatakiwa kuwa na akili timamu. Haitoshi tu kwamba mtu ana uwezo wa pesa, ana afya, akili yake ikoje? Kama akili haiko sawa, huyo mtu pia hana wajibu wa kwenda kutekeleza ibada ya hija, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alishatangaza hilo kwamba kuna watu watatu wameondoshewa kalamu, kwa maana hawaandikiwi kitu chochote. Katika watu hao ni mwenda wazimu mpaka pale atakapopona wenda wazimu wake. Sharti la tatu ni baligh, kwa maana kwamba mtu ili awe na wajibu wa kwenda hija anatakiwa kuwa mtu mzima. Mtu mzima maana yake ni yule mtu ambaye amefikia umri wa baligh. Kama yuko mtoto ana pesa,
afya yake nzuri, anaweza kusafiri, huyu bado hana wajibu wa kwenda hija, pamoja na kuweza vitu hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu umri wake bado haujampa nafasi ya kuwa yeye ana wajibu wa kwenda hija. Lakini lao ataenda mtoto mdogo ambaye ni mumayiz, ambaye ana akili ya kufahamu mambo, akienda hija, akihiji, hija yake itaswihi, na wanasema kwamba thawabu watazipata wazazi wake. Lakini akija, akishakuwa, akiingia kwenye umri wa utu uzima, atalazimika kurudi tena Maka kwenda kuhiji hija yake ile ya ulazima ambayo inaitwa hijjatul Islam, kama uwezo bado utakuwa upo. Kama itakuwa uwezo haupo, umekwisha, basi hana wajibu. Lakini ikiwa uwezo upo, inabidi lazima aweze kwenda kuitekeleza ibada hiyo. Lakini pia katika masharti kuna uhuru, uungwana. Kwa sasa hivi hatuna tena watumwa katika dunia hii, kama sikosei, kwa sababu kuna baadhi ya maeneo utumwa ulikuwepo mpaka siku za hivi karibuni, lakini kwa asilimia kubwa kwamba sasa hivi utumwa umetoweka duniani. Kwa hiyo ikitokea kuna mtumwa, kuna mtu bado anamilikiwa, basi huyo pia hana wajibu wa kwenda hija mpaka hapo atakapokuwa huru. Na Waislamu wanatakiwa kufanya wanachokiweza ili mwenzao awe huru. Lakini sharti ya 5 ni ile tuliyoitaja katika maelezo yetu ya kwanza, ni uwezo au istitaa kwa mali na kwa mwili. Mtu akitimiza masharti haya, basi huyo mtu atakuwa ana wajibu wa kwenda kutekeleza ibada ya hija na umra. Naam, hija na umra zina fadhila gani? Kwa sababu kila ibada zote kwanza zina fadhila, kwa sababu tunatekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tunatarajia thawabu kupitia hayo tunayoyatekeleza. Kwa hiyo fadhila zipo, lakini tunataka tuone kwamba kuna maelezo maalumu yaliyozungumzia fadhila za ibada hizi. Kila ibada imetajwa fadhila zake. Sasa ibada ya hija, moja katika maelekezo yaliyokuja kwenye sheria ya kuonyesha fadhila zake ni pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba mtu atakayekwenda hija, akaenda kuhiji, alafu akajizuia kufanya tabia mbaya, akawa na tabia njema, akawa hakusema maneno machafu, hakufanya vitendo viovu, mpaka akamaliza hija yake, basi mtu huyo atarudi kama amezaliwa upya na mama yake, yani kama leo ndio amezaliwa, hana dhambi hata moja. Hii ni moja katika hadithi nyingi zinazoeleza fadhila za ibada ya hija. Lakini pia kuna hadithi inayozungumza au kuna maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanayozungumza kwamba mtu atakaye kwenda kuhiji na hija yake ikawa iko sawa, basi hija hiyo itafuta madhambi yaliyopo katikati ya hija na hija. Kama Mtume alivyosema, al-umra ila al-umra kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaan illa janna. Umra na umra yani umra mpaka umra moja inafuta madhambi kuanzia pale ilipotekelezwa mpaka itakapokuja umra nyingine. Madhambi hapa katikati madogo madogo yote yatakuwa yanafutwa na umra. Ukifanya umra nyingine baada ya mwaka, nayo tena unapata kinga ya hayo madhambi mengine mpaka mwaka ujao. Kwa hiyo unapokuwa una tabia ya kufuatilisha umra na umra, maana yake utakuja kujikuta huna madhambi kabisa. Lakini Mtume akasema hija iliyohijiwa vizuri ikakamilika vigezo vyake vyote, basi haina malipo zaidi ya pepo. Hizi ni fadhila kubwa sana ambazo Muislamu anatakiwa kuziangalia ili aweze kutekeleza ibada ya hija. Sasa moja kwa moja tuende kwenye vitu ambavyo
ni vitu vya msingi ndani ya ibada yenyewe ya hija. Unapotekeleza ibada yoyote, ndani ya ile ibada vile vitendo unavyovitekeleza navyo havina uzito sawa sawa. Kila kimoja kina uzito wake. Vingine vinafanana, vingine havifanani. Na huu mfanano au kutofanana kuna maana maalumu inayokusudiwa katika sheria. Kwa hiyo Muislamu lazima ajue anapokwenda kufanya vitendo vya hija, kila kitendo akijue kina nafasi gani katika ibada yake ya hija. Kwa hiyo tunapozungumzia nafasi, tunarudi kule kule kwenye yale mambo matano tuliyoyazungumza. Kuna mambo ya wajib ndani ya hija, kuna mambo ya sunna ndani ya hija, kuna mambo ya makruhu ndani ya hija, kuna mambo ya haramu ndani ya hija, na kuna mambo ya mubaha. Sasa unatakiwa kila kitendo unachokifanya ukiwa ndani ya ibada yako ya hija, unatakiwa kujua wewe kitendo hiki unachokifanya kina nafasi gani katika ibada ya hija. Lakini ndugu yangu mtazamaji, inshallah tupate mapumziko. Tukirudi tutakuja kuona uzito wa kila kitendo ndani ya ibada yetu ya hija, ili ujue unachokifanya ni kitu gani, kina uzito gani, ili uweze kukitekeleza kama inavyopaswa. Pata mapumziko mafupi. Allah Allah Allahu akbar, Allah Allah Allahu akbar, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Naam, ndugu yangu mtazamaji wa Africa TV, karibu tena katika kipindi chako. Baada ya mapumziko haya, kama tulivyoahidi, tunazungumza kuhusu vitendo na nafasi zake katika hija. Vitendo vya hija na nafasi zake katika hija. Tuna wajibu wa hija, tuna nguzo za hija, na tuna sunna za hija, na mpaka mwisho. Kwa hiyo tuanze kwa utaratibu. Nguzo za hija ni zipi? Kwanza, nguzo maana yake ni nini? Unaposema nguzo, kwenye ibada zote kuna nguzo. Kwenye swala kuna nguzo, kwenye saumu kuna nguzo, kwenye kila ibada ina nguzo. Nguzo ni vile vitu vya msingi katika kitu, kiasi ambacho vitu hivyo vikikosekana, hicho kitu kinakuwa hakipo. Kwa hiyo hija ina vitu fulani vya msingi ambavyo vinatakiwa hivi vipatikane kwa 100%. Vikikosekana, kimoja wapo kikosekana, hija yote itakuwa haina kazi, itakuwa hamna hija, utakuwa umeenda kutembea na kurudi basi. Sasa hivi ni vitu ambavyo unatakiwa kuwa navyo makini sana. Kitu cha kwanza kabisa tunasema ihram, au kwa maana ya nia. Tunaposwali, kabla tujaingia kwenye swala, tunaambiwa kwanza tunuie. Tukishanuia ndio tunaleta takbiratul ihram. Takbira ihram maana yake takbira ya nia, maana yake ile takbira ya kwanza inayofungua swala. Sasa katika hija nayo vile vile kuna kitu kinaitwa ihram. Ihram ni ile nia ya kuingia ndani ya ibada ya hija ama umra. Unapotoka nyumbani, unapotoka Tanzania unaelekea Maka, wewe tayari unayo nia ya kufanya ibada ya hija, lakini haujatia nia sasa ya kuingia ndani ya ibada yenyewe. Kuna hivi ni vitu vile tofauti. Mtu anapotoka nyumbani anaenda msikitini, ukimuuliza amekusudia nini kwa matembezi yake hayo, kwamba mimi nimekusudia kwenda kuswali, maana yake ameshatia nia ya kwenda kuswali. Lakini akishafika msikitini, anaingia msikitini, anasimama vizuri, anatia nia sasa ya kuingia ndani ya swala. Hii ndio inaitwa ihram. Wewe unapoondoka nyumbani kwenu, unapanda ndege, tayari wewe umeshatia nia kwenda kuhiji. Lakini kuna maeneo maalum yakifika, utakumbushwa bwana, haya sasa hapa ni wakati wa kutia nia. Nia nini tena? Hii ni nia ya kuingia sasa ndani ya ibada yenyewe ya hija. Hii ndio inaitwa ihram. Hiki ni kitu cha msingi, kikikosekana hija hakuna. Yani wewe umeondoka tu hapa kwamba bwana mimi naenda Maka kuhiji, ukaenda zako moja kwa moja vuru, ukajikuta huko Maka tayari umeshaingia Maka, unafanya tu vitendo, umefanya vitendo, umeshanuia, umeshaingia ndani ya ibada. Lazima utie nia ya kuingia ndani ya ibada, na hiyo inaitwa ihram. Ihram, baada ya ihram
Na hii ihram, kabla sijaondoka hapo kwenye ihram, tuzungumze kabisa. Kuna vitu viwili, kuna kutia nia, alafu kuna kuleta talbia. Talbia kwa lugha ya Kiswahili, kwa lugha nyepesi ya Kiswahili ni kusema ni kuitikia. Muislamu anapokwenda kutekeleza ibada ya hija ama umra, akifika hayo maeneo maalum yanayoruhusiwa sasa kufanya, yanayolazimishwa kutia nia, anatia nia yake, sasa naingia kwenye ibada ya hija au naingia kwenye ibada ya umra. Akishaitia hiyo nia yake ya kuingia kwenye ibada ya umra au hija, halafu anasema labbaik allahumma umra au labbaik allahumma hajja au labbaik allahumma hajjatan wa umra. Hapa kwenye haya maneno huwa anaambiwa huyo ameitikia. Huku ni kuitikia, sio kutia nia. Nia ni ile ya moyoni ulipokusudia kuingia kwenye ibada. Ama haya maneno unayotoa, haya maneno ni kuitikia, unamuitikia Mola wako, kwa sababu Nabiullah Ibrahim alipewa amri ya waite watu waje kuhiji pale kwenye ile nyumba baada ya kumaliza kuijenga. Akapewa amri na Allah awaite watu. Sasa kila anayekwenda kuhiji au kwenda kufanya umra anamuitikia Mola wake, ndio ile anasema labbaik allahumma labbaik. Lakini pale wakati unatia ile nia, unaanza ile labbaik yako, unasema labbaik allahumma umra au labbaik allahumma hajja au labbaik allahumma umratan wa hajja. Kwa sababu gani? Kwa sababu unaonyesha umemuitikia Mola wako kwenye kipi. Umemuitikia kwenye hija peke yake, japokuwa Allah ameshafahamu kwa nia yako, lakini unatakiwa useme sasa, na kuitikia Mola wangu kwenye hija, na kuitikia Mola wangu kwenye umra, na kuitikia Mola wangu kwenye hija na umra. Baada ya hapo zinaendelea talbia, labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak, zinaendelea mpaka hapo muda wake utakapofika wa kukoma hizo talbia. Hiyo ni jambo la kwanza la msingi. Halafu baada ya nia kuna swala zima la kutufu. Kutufu maana yake ni kuzunguka. Tawafa yatufu tawafa. Huyu mtu ametufu, maana yake amezunguka. Kwa hiyo ukifika moja katika ibada unazozifanya baada ya kutia nia, utaendelea na safari yako mpaka unaingia Maka. Ukishaingia Maka unaelekea msikitini, msikiti Masjid al-Haram. Ukishaingia unaenda kwenye al-Kaaba, kwa sababu msikiti umeizunguka al-Kaaba. Al-Kaaba iko katikati. Kwa hiyo unaingia kwenye mlango wa msikiti, unakwenda mpaka unatumbukia kwenye ile sehemu ya wazi ambapo ndio kuna al-Kaaba. Pale ukifika unaanza ibada ya kufanya tawafu. Ibada hii ya kufanya tawafu ni nguzo katika nguzo za hija. Lakini sasa hii tawafu utakayokuja kuifanya baada ya kuingia tu Maka inaweza ikawa sio ile nguzo. Naomba hapa nieleweke. Kwa sababu gani? Haji akiingia Maka kwa ajili ya ibada ya hija au umra au hija na umra, haji anakuwa na tawafu za aina kadhaa. Mtu kama amenuia kufanya umra peke yake, kwa maana ameingia kipindi ambacho sio wakati wa hija, ameingia Maka kwa ajili ya umra, akifika yeye anafanya tawafu ya umra. Hii ni nguzo kwenye umra. Akimaliza anakwenda kufanya sai, akimaliza anaenda kunyoa nywele, umra imekwisha. Sasa tuzungumze kwenye kipindi hiki ambacho watu wanaenda kwa hiji. Haji ataingia Maka kwa moja ya picha tatu. Ataingia akiwa amenuia kufanya haji peke yake bila kuichanganya na umra, au ataingia akiwa amechanganya hija na umra kwa pamoja, ama ataingia akiwa amechanganya hija na umra lakini anazifanya moja moja zikiwa zimetengana. Anaanza umra, akimaliza anapumzika, alafu ndo anakuja kutekeleza haji. Moja katika mifumo hii inaitwa anwa'un nusuk, aina za mifumo ya ibada ya hija. Kwa hiyo kama ataingia huyo haji
akiwa amenuia hija peke yake, akiingia tu Maka pale, baada ya kutoka pale alipotia nia, ambapo ni mikati, tutazungumza mikati ni nini. Akiingia tu Maka atafanya tawafu inaitwa tawaful qudumi, tawafu ya kufika Maka. Ukifika tu Maka, jambo la kwanza unatakiwa ufanye tawafu hii, inaitwa tawaful qudum, kwa mtu ambaye amenuia hija peke yake. Akimaliza kufanya tawaful qudumi, ana khiari, anaweza kaenda kafanya sa'i au ama akaacha, akakaa akasubiri siku ya 8 akaenda Mina. Anatoka Mina anakwenda Arafa, anatoka Arafa anakuja Muzdalifa, akitoka Muzdalifa anakuja tena Mina, akitoka Mina anarudi tena Maka kuja kufanya tawafu. Hii ndio tawafu ya nguzo, hii ndio nguzo ya hija. Tawafu hii inayofanywa baada ya mtu ashakwenda Arafa, ashakwenda Muzdalifa, ashakuja Mina kupiga kijiwe kile kimoja, alafu anakwenda Maka kwenda kufanya tawafu. Hii inaitwa tawaful ifadha. Hii ndio tawafu ya nguzo. Ile tawaful qudum ile ni sunna, ile tawafu ya kufika ile ni sunna kwa mtu ambaye amenuia kufanya hija peke yake. Kama mtu amenuia kufanya hija na umra kwa pamoja, amezichanganya kwa pamoja, huyu naye akifika Maka, akiingia pale msikitini atafanya tawafu. Tawafu yake hii nayo inaitwa tawaful qudumi vile vile. Hii inaitwa tawaful qudumi. Atafanya hapana, inaitwa tawaful umra. Maalesh, hii itakuwa ni tawafu ya umra. Atafanya tawafu yake ya umra, akimaliza anaenda kufanya, ima atafanya tawafu, atafanya sa'i Safa na Marwa, ama ataacha, atakuja kuifanya siku atakapokuja kufanya tawafu ya hija. Baada ya kufanya tawafu yake ataendelea na yale tuliyosema mpaka atakaporudi tena Maka. Kwa baada ya kutoka Mina akija Maka, anakuja kufanya sasa tawafu ya hija, tawaful ifadha, ambayo ni nguzo. Huyu kwa mtu ambaye amefanya qiran. Ama mtu atakayekuwa amefanya tamattu, akiingia anafanya tawafu ya umra, akimaliza anafanya Safa na Marwa, anamaliza anapunguza nywele zake, ametoka katika umra yake. Anasubiri siku ya 8, anaanza vitendo vya hija mpaka siku ya 10, siku ya Idi, anakuja kufanya tawafu al-ifadha, tawafu ya hija. Tawafu hizi ndio nguzo. Tawafu zote hizi, hii tawafu ya ukitoka Mina unakuja kuifanya, ndio tawafu hii tunayosema hapa, tawafu ya nguzo, ambayo ni lazima haji aifanye tawafu hii, na asipoifanya hija yake imeharibika. Ndugu yangu mtazamaji wa Africa TV, tupate sio mapumziko tutie nanga kwenye kipindi chetu hiki kwa siku yetu ya leo. Tumezungumza mengi katika ibada hii ya hija, ambapo leo ni kipindi cha kwanza, lakini insha Allah mambo bado ni mengi, tutakuja kuendelea kuyazungumza katika vipindi vyetu vingine vijavyo. Omba endelea kufuatilia Africa TV ili uweze kujifunza mambo mengi yanayohusiana na dini yako. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah Allah Allahu akbar, Allah Allah Allahu akbar, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah.